Naibu Rais Kithure Kindiki amewataka viongozi walioko serikalini kuzungumza kwa sauti moja ili kuwezesha kutimizwa kwa ahadi walizotoa kwa wananchi. Kindiki amesema mivutano ya viongozi serikalini ilichelewesha utekelezaji wa miradi na kuwataka viongozi kutumia muda uliosalia kuwajibikia majukumu yao, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Wacha nione mkono ya watu ya Nyandarua. Naibu Rais Kithure Kindiki alikuwa mwenyeji wa viongozi wa kaunti ya Nyandarua katika makao yake kule Karen. Kwenye mkutano huo wa kujadili maendeleo, Kindiki alirejelea swala la viongozi wa serikali kuzungumza kwa sauti moja, akilaumu mikwaruzano ya hapo awali kwa kucheleweshwa kwa miradi. Hii kazi tulipaswa tuanze hii kazi siku ya kwanza. Lakini tumepoteza miaka miwili tukizozana, tukivutana, tukipengana sisi wenyewe. Serikali haijipingi yenyewe. Wenye kupika serikali ni upinzani. Kindiki akiahidi miradi ya barabara Nyandarua itakamilishwa na kuwataka viongozi kutoa suluhu kwa matatizo yanayowakabili wananchi badala ya kulalamika. Itakuwaje nyinyi ni viongozi kutoka mashinani mumekuja kwa Deputy President? Muko na shida za barabara, muko na shida ya mambo ya maziwa, muko na shida ya stima. Alafu mimi naanza kulalamika kama nyinyi. Baadaye, Naibu Rais alielekea Naivasha ambako alisema mpango wa kuwatafutia ardhi mbadala waathiriwa wa mafuriko yaliyotokea eneo la Mai Mahiu mwaka jana unaendelea. Zaidi ya watu 50 walifariki kufuatia mafuriko yaliyosomba nyumba zao. Tumepata ardhi, lakini tumepata ile bei ambayo muuzaji anatuzia iko juu kidogo. We are negotiating the price. Hiyo barabara ya Rironi Mau Summit ikijengwa, kokoto, mchanga, watu wa kazi watoke hapa Naivasha. Kweli si kweli? Buffalo Mall pia tume affordable housing ya 1200 units ya 4 billion. Kweli mnaweza taka kuchezea hii serikali kiama? Kindiki amewataka wanasiasa kuweka breki siasa za uchaguzi ujao na kuzamia maendeleo. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.